Mohamed Said Isa atafuatiwa na Mheshimiwa Simon Songe Lusengekile. Mheshimiwa Hamad Hassan Chande ajiandae. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia katika finance bill hii ya 2025. Mheshimiwa Spika, na mimi nianze kwa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za kheri Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kutujalia kuwa hapa tukiwa wazima na afya kamili. Mheshimiwa Spika, mimi nitakwenda moja kwa moja kwenye mchango wangu. Kwanza nitaanza na sura ya 196 kulingana na ripoti ya kamati. Pale inaposema ushuru wa mbao laini itatozwa 30% mpaka 150 kulingana na ulaini wa vile mbao. Naamini hii ni katika vipimo vitakavyojitokeza. Mheshimiwa Spika, hapa mchango wangu, kwanza mimi niipongeze serikali kwa kuja na wazo hili la kutoza kodi kwenye exports ya mbao laini, kwa sababu imekuwa viwanda vyetu vya nchini hapa vimekuwa haviwezi kulindwa, haziwezi kufanya kazi vizuri kutokana na kwamba viwanda vingi sana, mbao nyingi sana huwa zinasafirishwa kwenda nje kwa sababu ilikuwa hakuna tozo kama hivi. Kwa hiyo naipongeza serikali kwa kuja na tozo hizi, lakini na ushauri. Mheshimiwa Spika, bado mimi naona kwamba 30% ni ndogo, kwa sababu bado ita encourage watu kufanya export ya mbao laini. Na hili linakuja vipi? Hakuna price indicator ya hizi mbao laini. Ingekuwa ipo price indicator kidogo ingekuwa rahisi, lakini hamna price indicator. Maana yake nini? Hatuwezi kujua kwamba yule ambaye ana declare kwamba thamani ya mbao zangu hizi ndio sahihi anaweza akacheat, na baadaye hata kama tumeweka 30% lakini ikaonekana kwamba amelipa kodi. Ushauri wangu ni kwamba kiwango hichi kiongezwe mpaka 30%. Huo ni mchango wangu wa kwanza. Mchango wa pili, najikita bado pale kwenye ripoti ya kamati. Kwenye kusema kwamba baada ya returns ya ada za bandari zitalipwa kwa siku 20. Imekaa vizuri kwa sababu hata sisi pale Zanzibar kwenye ZRB tunafanya hivyo. Lakini imechanganya kidogo katika Kiswahili hii ripoti kwamba baada ya makusanyo, sio baada ya kufanya return ya mwezi uliopita. Lazima ikae wazi, kwa sababu inawezekana sheria ikaja ikapita hapa baadaye tukaona kwamba makusanyo, kwa hii statement inavyoeleza, makusanyo yanapokusanywa maana baada ya siku 20, ambao sio hivyo, ni baada ya return za mwezi uliopita. Kwa hiyo hili nafikiri kamati iliangalie ilisije ikatuletea ukakasi katika kutengeneza hii sheria. Lakini nijikite kwenye swala la mafao ya wastaafu. Jambo hili kwa kweli nimeliona ni zuri, kwa sababu waziri atarejea pension zile kwa kupata idhini ya Mheshimiwa Rais. Sasa nafikiri mimi jambo hili, Mheshimiwa Rais ni taasisi, na wanufaika wa pension hizi wamekuwa wakipiga kelele siku hadi siku. Sasa kutokuweka wazi kwamba wanakwenda kufaidika nini kupitia sheria hii ambayo ni utekelezaji ya bajeti ya 25-26, bado ina maana kuna ukakasi wa kujua kwamba wanakwenda kunufaika vipi. Ni kweli Mheshimiwa Rais atashauriwa, atapelekewa na yeye atatoa ushauri wake, lakini bado hawa wanufaika wanakaa na dilema, hawajui nini kinachoendelea. Kwa hiyo sheria ingetamka wazi, kwa sababu tunaenda kutekeleza sheria hii kwa bajeti hii inayokuja. Kwa hiyo
ilitakiwa itamke wazi kwamba kutoka hapa wanakwenda kunufaika hapa. Hatuwezi kujua, wanaweza kuja kuongezwa kiasi hichi, baadaye ikawa ni kelele tena. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri kwamba sheria ingetamka wazi kwamba hawa waongezwe kiasi hichi kutokana na hali inavyokwenda na inflation ilivyo na hali ya mshahara wake ulivyokuwa na vigezo vingine ambavyo vinakuja. Lakini nijikite sehemu nyingine kwenye swala la tozo ya mafuta ya taa na petroli. Mimi sipingi kwenye tozo hizi kwa sababu tumeamua kujitegemea, ni jambo la kawaida na ndio serikali imeona katika kusanya mapato. Lakini nilikuwa na shauri mambo mawili. La kwanza, imeletwa hapa kwamba 70% zitakwenda kwenye ukimwi, lakini 30% itakwenda kwenye mfuko wa bima ya afya. Sasa tumefikiri vizuri na mfuko wetu wa bima afya umekuwa ukiumba mara kwa mara. Sasa lakini kupeleka 70% kwa 30% naona kama hakuna uwiano, kwa sababu sijui ni vipi kama kuna vyanzo vingine ambavyo vitapeleka bima ya afya, mfuko wa bima ya afya kuwa imara. Sasa kuweka mfuko wa bima ya afya 30% peke yake kwenye hii naona bado ni ndogo. Nilitamani kwamba iwe 50-50 ili tujue. Lakini pamoja na yote hayo, tozo hizi wananchi wamekuwa wakizilalamikia kwamba tunatoza tozo halafu hakuna mrejesho. Kwa hiyo sheria nayo itemke hapa kwamba kila mwezi itolewe taarifa ya makusanyo ambayo yamepatikana kwenye tozo hizi ili kujua mfuko wetu unanenepa vipi. Lakini tunakuwa na tozo lakini hatujui mfuko wetu unanenepa vipi. Matokeo yake wananchi wanalalamika huko, mwisho wa siku inakuwa serikali inaonekana kama vile haiko sawa. Lakini jambo hili ni sawa tu kwa sababu serikali inafanya kazi kubwa, inatumia service nyingi. Kwa hiyo hakuna shida, lakini uwazi na uwajibikaji ndio tunaohitaji. Lakini mwisho kilichonifanya leo Mheshimiwa Spika mimi nichangie ni hichi hapa. Kwa kweli nimeona kitu ambacho mimi binafsi kimenichanganya. Katika sura ya 148 kutoza tozo katika miamala ya benki inayofanyika na pamoja na malipo ya kielektroniki. Manake tumehama kutoka kodi ya ongezeko la thamani kwa bidhaa ambazo unanunua, tunakwenda kwenye miamala ambayo unafanya. Sasa ni sehemu pia ya mapato, lakini hili jambo mbona limekuja kwa kasi? Manake tulikuwa na 20% ya mapato ya VAT pale, nayo ilikuwa shida mpaka watu wakalalamika, ikashuka kwa 2% ikaja 18%. Leo mtu fedha zake mwenyewe anataka kufanya biashara au anataka kununua kitu katika 100,000 ichukuliwe 16,000. Hii kwa kweli italeta mkanganyiko, na niwaambie kwamba hii ikitekelezwa kwa muda huu sijui kama hizo kura mtazipata. Kwa kweli kwa muda huu 16% itozwe kwa sababu kwenye ongezeko la thamani tunajua kwamba kule unaponunua wewe unalipa, ukiuza unalipa, unachukua difference ile ndio ambacho umelipa. Yani wewe ni 1% ndogo tu. Lakini sasa huku kwenye miamala huku 16%, nani atakurudishia? 16% nani atakurudishia? Kwa hiyo ni fedha nyingi sana. Mimi nilifikiria mngeanza na 2% mpaka 3%, lakini mnakwenda kuweka huku, na hakikisha kwamba hili litaleta disaster. Mungu ajalie turudi kwenye bunge lijalo. Najua sisi mko wengi mtapitisha hapa, lakini kwenye bunge lijalo tutakuja kukumbushana kwenye hili ninalolizungumza, hilo kelele ambazo zitalia huko. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, uchukueni mufanyie kazi. 16% hii ni kubwa sana kutoa tozo kwenye miamala ambayo tunataka kununua au kutuma fedha nje. Lakini pia mimi pia nakuwa nikisafiri. Mheshimiwa Spika, nchi za wenzetu iko hiyo miamala wanafanya free kabisa. Kwa mfano pale China wanafanya Alipay,
unajaza fedha kwenye Alipay yako na unanunua kila kitu, hutaki kushika fedha, lakini unafanya kazi vizuri. Fedha zinakuwa kwa serikali, wanazifanyia kazi, wanafanya mambo yao wanayotaka kwa sababu wao wana electronics tu. Lakini sasa kweli tunakwenda kutoza 16% ambayo huyu mtoaji, huyu mlipaji hana pa kulipa, hana pa kurejeshewa. Kule kwenye VAT ipo sehemu ya kurejeshewa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, jambo hili kama halikurekebishwa, mimi siungi mkono hoja. Mheshimiwa Spika, hii inaenda kuua watu na haikubaliki. Mimi siungi mkono hoja kama haikurekebishwa. Mwisho mimi nianze kwa kuwashukuru wananchi wangu wa jimbo la Konde kwa imani kubwa walionipa kwa kunichagua na kuwatumikia. Naamini nimefanya vizuri. Na mimi nina nia tena ya kurudi tena jimboni, wanichague tena, wanipime, waone kwamba nini nilichofanya. Na bila shaka wameridhika na utendaji wangu, naamini kwamba watanirudisha. Lakini niwape siri tu, kule jimbo la Konde wapiga kura ni 8,300. CCM ni 600 tu. Kwa hiyo calculation mtafanya wenyewe. Na kushukuru kwa kunipa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Spika.